usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina amekanusha vikali kuwa uhusiano wake na chama hicho kuwa mashakani. Mpina amesema kuwa uhusiano wake au uhusiani na yeye kutofanya mkutano wa waandishi wa habari kwenye ukumbi wa chama hicho. Mpina alijiunga ACT tarehe 5 Agosti 2025 baada ya kutofautiana na chama chake, Chama cha Mapinduzi CCM, na kupitishwa kwa mgombea wa urais kwa tiketi ya ACT, akipitishwa na wajumbe wa mkutano mkuu uliofanyika tarehe 6 Agosti 2025 katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Mahusiano yangu mimi na chama hayawezi kupimwa kwa ukumbi wa kufanyia mkutano au wa kufanyia au kwa kukutana na waandishi wa habari. Kile hakiwezi kuwa kipimo cha mashirikiano au mashauriano yani kipimo cha mahusiano changu mimi na chama hakiwezi kupimwa kwa sababu ya eneo la kufanyia press au eneo la kufanyia mkutano au eneo la kukutana na wahariri. Haiwezi kupimwa kwa njia hizo. Na swala hilo na mahusiano ya kiongozi na chama chake yanapimwa kwa utaratibu ambao ni wa kawaida tu. Kama Mpina alichaguliwa kihalali kuwa mgombea wa chama cha ACT Wazalendo na akachaguliwa kwa kura zaidi ya 82%, nadhani kwa 82% kama sikosei au zaidi ya hapo. Lakini pia Mpina akaendelea kuwa mgombea wa chama cha ACT Wazalendo, na hata ilipotokea Mpina alienda mahakama pamoja na chama chake, kuanzia mahakama kuu na sasa yuko mahakama ya rufaa akiwa Bennett na chama chake kwa mashauriano yote, na wakiwa wamefungua kesi pamoja, na mpaka sasa hivi wanaendelea na kesi katika mahakama ya rufaa ya Tanzania kupigania haki ya kunyimwa kugombea nafasi ya rais, ambapo mgombea wao alienguliwa kinyemera. Sasa hauwezi leo ukaja ukasema kwamba wana mahusiano mabaya kwa sababu si mkutano au kufanyikia pale au nini. Mbona hayo ni mambo ya kawaida sana. Yani ukumbi wa mkutano hauwezi kutumika kama kigezo au kipimo cha kiongozi kuwa na mahusiano yanayotiliwa mashaka kwa sababu ya ukumbi tu wa mkutano. Mona Lisa aliwasilisha malalamiko yake dhidi ya chama chake kuwa kinakwenda kinyume cha kanuni zake kwa kumchagua Mpina kwa mgombea wake wa urais, ikiwa kanuni zinamtaka awe mwanachama kwa siku 30. Ni madai ya Mona Lisa. Mwanahalisi TV imezungumza na Luhaga Mpina kuhusiana na tetesi zinazosambaa kuwa yeye na chama cha ACT Wazalendo hawapo sawa. Tarehe 15 Septemba 2025, Tume Huru ya Uchaguzi NEC ilitoa taarifa kwa umma kuwa imekubali pingamizi la mwanasheria mkuu wa serikali dhidi ya Mpina na kupelekea Mpina kutupwa nje ya mbio za urais. Mpina na chama chake wakakimbilia katika mahakama kuu masjala ndogo jijini Dodoma kupinga hatua hiyo ya INEC, ambapo tarehe 15 Oktoba mahakama hiyo ilitupilia mbali shauri hilo. Tarehe 24 Oktoba Mpina alikata rufaa katika mahakama ya rufaa Tanzania akipinga uamuzi wa mahakama kuu ya Dodoma, ambapo mpaka sasa mahakama hiyo haijaamua shauri hilo. Anayelalamikiwa hapo ni msajili wa vyama vya siasa. Kwa nini unataka kuenda kwa watu wengine hawa? Jambo liko kwa msajili wa vyama vya siasa, na msajili wa vyama vya siasa aliyoyafanya ambayo ni kinyume cha sheria watu wote wanajua. Sasa utaihamishaje kesi kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kuanza kuwalaumu viongozi wa chama? Wana matatizo gani viongozi wa chama? Na ndio maana mpaka sasa hivi chama chenyewe kimekata rufaa kwa ajili ya kumlalamikia msajili wa vyama vya siasa kwa kufanya uamuzi ambao unakinzana na sheria za nchi, uamuzi ambao unakinzana na katiba za nchi, uamuzi ambao ni wa uonevu na wa upendeleo wa wazi, uongozi ambao pengine alitumwa kwa ajili ya kufanikisha njama za kumuondoa Mpina. Sasa viongozi wa chama wanahusika vipi na shauri hilo? Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.